Kwenye upande wa michezo, yani sports, tumefikiwa na taarifa kubwa kabisa ya timu ya Yanga Sports Club kumwacha kocha wao Pedro Goncalves. Maamuzi ambayo yameshangawa na wapenzi wengi wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Karibu sana mwanafamilia wangu wa thamani kabisa wa Mseto Media. Twende pamoja tukachakate na kupeana mawili matatu kwenye upande huu wa football. Nikukumbushe kwamba hapa kwetu utapata taarifa zote za kweli na uhakika kuhusu siasa, jamii, burudani na michezo. Kikubwa kabisa unachopaswa kufanya ni kuhakikisha umebofya maneno subscribe, kisha unabofya alama ya kengele itakayokuja. Mimi ni mwanamichezo wako Sports Lady Ray Kavishe. Mabingwa watetezi wa kombe la NBC, CRDB na mengineyo hapa nchini Tanzania, Yanga Sports Club wamekuwa wakipitia kipindi kigumu, huku wakinyoshewa kidole na mashabiki wa timu hiyo pamoja na kuwa mjadala sana kwenye vipindi vya michezo katika redio mbalimbali na midomoni pia mwa wachambuzi. Hii ni baada ya mwendo wa kusuasua ulioanza kuonyeshwa na klabu hiyo Kongo nchini kwa kutokupata matokeo mazuri kwa mfululizo wa mechi kadhaa, wakitoa draw, lakini pia wakionyesha kiwango chao cha uchezaji kushuka tofauti na vile walivyozoeleka, kwa kupunguza mashambulizi kwenye lango la mpinzani na muda mwingine kuwa na shot on target chache kabisa. Swala hili hapa linaonyesha kutokufurahishwa mashabiki wa Yanga na wapenzi wa klabu hiyo iliyozoeleka kuwa bora uwanjani, kitu ambacho kimesababisha baadhi ya wanayanga kutaka kocha mkuu wa klabu hiyo Pedro kuondoshwa, kwani wanasema Yanga hachezi mfumo wao wa kawaida. Kwa upande wa timu kule nyuma, tuliwasikia wakisema matokeo hayawi ya kufurahisha kutokana na kuchoka kwa wachezaji sababu ya mfululizo wa michezo ya mara kwa mara bila kupumzika, huku pia wakisema wana majeruhi wengi muhimu. Pamoja na hayo, lakini kwa upande wa wafuasi wa timu hiyo walionyesha wazi kutaka kocha Pedro aondoshwe, wakisema mfumo wake ni wa kujilinda zaidi na si kushambulia. Mfano, Haji Manara kupitia Instagram yake majuzi baada ya Yanga kutoa draw aliposti kocha Pedro na akaandika, hakuna meseji inayoingoja kwa hamu kama kwa makubaliano ya pande mbili, akimaanisha anasubiri Yanga waposti kuwa wameachana na kocha Pedro. Sasa baada ya hayo yote, timu ya Yanga imetangaza kwa umma kuwa uongozi wa klabu hiyo umekutana na kufanya tathmini na kutoa maamuzi ambayo wameongea na kocha mpya na kumwacha pia Pedro. Yanga wametoa taarifa kwa umma inayosomeka hivi: taarifa kwa umma. Uongozi wa Young African Sports Club tarehe 23 mwezi wa 3 2026 umekutana makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam na kufanya kikao cha tathmini ya timu yetu baada ya kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu msimu huu. Kikao kilianza kwa uongozi kupokea ripoti ya kikosi chetu kutoka kwa benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Pedro, ambapo ripoti hiyo ilionyesha baadhi ya takwimu nzuri za timu katika mzunguko wa kwanza. Mpaka sasa Yanga Sports Club tumecheza michezo 16, tukishinda michezo 11, sare 5 na hatujafungwa mchezo wowote ule. Vilevile Young African Sports Club ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu mpaka sasa, magoli 32, huku tukiwa na rekodi nzuri pia ya kuruhusu magoli machache kuliko timu nyingine, magoli 3 tu. Hata hivyo, baada ya kuipitia wakina ripoti hiyo ya benchi la ufundi, uongozi umebaini changamoto kadhaa zilizosumbua timu katika mzunguko wa kwanza wa ligi. 1. Ratiba. Ndani ya siku 21 kikosi chetu kimecheza michezo 7 mfululizo, michezo 6 ya ligi kuu na mchezo mmoja wa kombe la shirikisho la CRDB. Ratiba hii pia ilijumuisha na safari ya umbali wa kilomita 1462 kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine kwa ajili ya mechi za ugenini. Uongozi unaamini safari hizi na ratiba kubana kulipunguza ufanisi wa wachezaji kutokana na uchovu uliopatikana. 2. Majeraha. Mpaka sasa timu yetu ina wachezaji 8 muhimu ambao wamepata majeraha
tofauti waliopelekea kukosa michezo. Komen Abubakar, Clement Mzize, Dickson Job, Ibrahim Baka, Shedrack Boka, Edmund John, Prince Dube na Laurindo Maria Depo. Wachezaji watatu kwenye orodha hii wamepata majeraha yatakayoweka nje mpaka mwisho wa msimu. Aidha, licha ya changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayoifanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Changamoto hii ya kiufundi imekuwa sababu ya kuifanya timu kupata wakati mgumu kupata matokeo mazuri na kucheza vizuri pia kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu. Hivyo, katika kuitatua changamoto hii, uongozi wa Young African Sports Club umefikia uamuzi wa kumwongeza kwenye benchi la ufundi kocha Abdihamid Moalin kama kocha msaidizi wa kocha Pedro. Kocha Moalin amewahi kuhudumu katika klabu yetu kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika vipindi tofauti chini ya kocha Sed Ramovic na Milord Hamdi na kupata mafanikio makubwa ya kushinda kombe la ligi kuu 2024-2025, kombe la shirikisho la CRDB 2025 na kombe la muungano 2025. Uongozi wa Young African Sports Club unamkaribisha kocha Moalin na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake mapya kwa kushirikiana na makocha wengine ndani ya kikosi chetu. Mwisho, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuwaahidi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuwa timu yetu itarudi mzunguko wa pili ikiwa imara na nguvu kubwa kuelekea kutimiza malengo yetu ya msimu 2025-26 kwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho la CRDB. Daima mbele, nyuma mwiko. Mtazamaji wa Mseto Media, hiyo ndiyo ilikuwa taarifa ya Yanga baada ya kukaa kikao cha tathmini ambapo wameeleza kumwongeza kocha msaidizi mwingine huku wakiamua kumwacha kocha mkuu Pedro kuendelea na majukumu ya kukinoa kikosi hicho kwa mzunguko wa pili, kitu ambacho ni tofauti na yale mapendekezo ya wengi kuwa Pedro afungashiwe virago. Baada ya taarifa hii, mchambuzi maarufu toka Crown Sports Hans Rafaeli ameonyesha kushangaa ambapo ameandika, ukisoma hii paragrafu ya ripoti ya Yanga unapata maswali mengi kichwani. Moja, nani alimleta kocha ambaye staili yake ya uchezaji, ufundishaji haiendani na timu au wachezaji waliopo? Mbili, Yanga wana mkurugenzi wa ufundi, yapi majukumu yake mpaka alete kocha ambaye haendani na style ya playing ya timu? Je, huyo mkurugenzi wa Yanga analipwa hela ya nini? Tatu, kama kocha haendani na timu anabaki naye wa nini? Nne, je, Moalin amekuja kubadilisha staili ya uchezaji wa timu? Pedro atakubali kutolewa kwenye idea zake na identity yake kama kocha? Maana makocha wanapenda kuishi na imani yao. Nakumbuka Amorim amewahi kusema, hapa papa hawezi kubadilisha mfumo wangu, hapa Yanga mmeniacha hoi. Hayo aliandika Hans Rafael. Je, mtazamaji wangu, unaona uamuzi wa Yanga kuongeza kocha msaidizi utarudisha performance bora ambayo Yanga ilizoeleka kuwa nayo, au dawa iliyokuwa ni kumfungashia virago kocha Pedro na kumleta anaendana na mfumo wa wachezaji? Niandikie maoni yako hapa chini na mimi ninakwenda kuyasoma. Hii hapa ni channel yako pendwa ya Mseto Media na mimi ni Sports Lady Ray Kavishe. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.